unanuia kufunga. Hii kutamka ni katika mambo ya wanavyoni. Kikubwa wewe unapoweka nia kufunga ndio unaelekea, kwa sababu ni sunna. Unaponuia kufunga ni ile sunna tu, ambayo wala usipate tabu sana nia ukaitafute huku hapana. Wala usipate tabu sana. Sijui imeeleweka, nadhani ni short, ni hivyo, alina maelezo mengi sana. Naam, swali la pili. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi swala langu kuhusu uchinja, kwa sababu muda mrefu huwa tunazungumziwa kuchinja ni wanyama wa nyumbani tu, aidha ng'ombe, mbuzi, kondoo. Lakini hata hivyo kuna wanyama wengine wako polini. Je, hao wanawezekana kuchinjwa kutoa sadaka? Kuna nyati, kuna nyumbu, kuna vidukwi. Hao ni wanyama wa polini. Naam, katika wanyama ambao wameruhusiwa kisheria ni hawa ambao tunao, ndio tumeruhusiwa kuwachinja. Lakini unaweza ukamchinja nyati. Nyati na ng'ombe wanashabihiana. Wapo waliosema unaweza ukachinja, lakini changamoto yake inakuja, sio wote katika jamii wanayokula nyati. Yawezekana wewe ndio unapenda nyati, lakini wale hawapendi nyati, japokuwa anaruhusiwa kuliwa. Lakini ng'ombe sidhani kwenye watu 100 kama unaweza kuwatoa 10 wao hawapendi kula nyama. Itakuwa hawapendi labda kwa sababu ya kuwa wameambiwa na daktari nyama usifanye nini, usile, lakini sio kwa mapenzi ya kutokosa kula. Kwa kile ambacho kimedili na jamii ndicho kinachotakiwa kufanya, kama ilivyokuwa katika masuala ya kutoa zakatu elfitri. Kinachotolewa ni kile kinachohusiana na jamii ya pale. Wengine kwenye mazingira yao wanapenda sana ugali, lakini pamoja kuwa wanapenda ugali, lakini ubwabwa ni zaidi ya ugali. Sidhani kama kuna Mtanzania asiyependa ubwabwa. Kwa hiyo unatolewa mchele ili kila mmoja afurahi. Hakuna asiyependa ubwabwa, labda yule mwenye matatizo ya madhara kuwa akila ubwabwa labda matatizo ya vidonda na mambo mengine. Kwa vile vinavyokwenda sanjari na jamii, ndivyo vitu vinavyoruhusiwa kufanyika kiibada. Naam. Swali la 3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Sheikh, naomba kuuliza swali mawili. Na swali la kwanza ambalo ningependa kuuliza kwa kutolea mfano, mathalan mimi natoka hapa Dar es Salaam na kwenda nyumbani kwetu, lakini nina usafiri, maana yake nina gari. Sasa katika usafiri mimi ndio na drive, naendesha ile gari. Sasa nikiwa njiani, wakati ninaendesha gari, ndani kuna mzazi wangu, baba yangu mzazi. Sasa bahati mbaya ikatokea gari imeingia kwenye mtalo, akawa amefariki mzazi wangu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa nilikuwa naulizia kisheria hii imekaaje katika upande wa kurithi huyu mtoto kumrithi baba yake? Swali la kwanza. Swali la pili, nilikuwa naomba kufahamu katika upande wa safari ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wakati anasafiri kutoka Maka kwenda Madina akiwa na mama yake, akienda kuwasalimia wale wajomba zake Madina. Sasa nilikuwa napenda kufahamu ni akina nani Mtume aliongozana nao katika hii safari kwenda na kurudi baada ya kutoka kule Madina kuwasalimia wajomba zake, na kilitokea nini hapo njiani? Naam. Naam, nadhani tumesikia
maswali yake aliyouliza. Swali la kwanza linahusiana na kuhusu mtoto anaendesha gari katika kukwepa msingi, baba yake kafa, alikuwa kushoto kwenye gari. Hukumu ya huyu mtoto ambaye sababu ya kifo cha baba yake ni yeye, katika upande wa mirathi ikoje? Nikianza na hili, katika masuala ya mirathi kuna kitu kinaitwa almawani'u, viziwizi vinavyomzuia mtu kufanya nini? Kurithi. Viko vitatu. Cha kwanza miongoni mwa hivyo vitatu ni kuua. Cha pili ni dini. Nikisema dini maana yake kuna Muislamu na kuna asiyekuwa Muislamu. Kama mzazi wako si Muislamu, uruhusiwi kumrithi, ambao wanasema ikhtilafu ad-din. Nikisimama kwenye kipengele cha kwanza, swala la mtoto amesababisha kifo cha baba, kuna mambo zaidi ya manane. Kuna mambo zaidi ya manane, lakini nitayafupiza ili tuendane na muda. Ikiwa kuwa ni kipengele kinachozuia wewe kurithi, ikithibiti kuwa wewe mtoto kweli umesababisha kile kifo pamoja na kukwepa kwako, kumbe ilikuwa si kukwepa kwa kutaka kukwepa ili baba afe, mrithi ile nyumba hautarithi. Na hapa kanuni ya kisheria inasema hivi: man istajala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, yoyote anayeharakia jambo kabla ya muda wake hukumu yake ni kunyimwa. Ikibainika kuwa umemuua baba ili turithi, tuuze tupate chetu, wewe haumo kwenye mirathi. Lakini tunajuaje? Swala la mtoto kukwepa shimo kaja kafa baba, ama swala la mtoto si kukwepa shimo, hapa nitatembea kidogo, maana yake anakwepa bodaboda ili asimgonge, kafa baba. Sheria inasema hivi: idha ta'arada ila amrani ru'i adamuhuma darara birtikabi akhafihima, mambo mawili yanapokutana yote yana madhara, litaangaliwa lile lenye afadhali, linafanywa lile lenye afadhali ili kunusuru maisha ya wengine. Nitakupeni mfano kidogo alafu nitarudi huku. Wewe kwenye gari umembeba baba na mtu mwingine, mko watu hao watatu pamoja na driver, si ndio? Driver wa bodaboda anakuja yuko peke yake. Kwa jinsi unavyokwenda, ukienda ukimgonga ile driver wa bodaboda, gari itadondoka, aidha mtakufa nyinyi wote watatu. Sawa? Ama ukisema umkwepe pia mtakufa. Lakini ukimgonga atakufa ule bodaboda, nyinyi mtafanya nini? Mtanusurika. Nyinyi mnaonusurika mko watatu, yule anayemuua yuko huyu mmoja. Sasa hapa ni mkwepe ili tufe sisi watatu pamoja na baba, huyu mmoja wa bodaboda anusurike, ama ni mbutue huyu wa bodaboda, sisi watatu tunusurike pamoja na baba na hao wengine. Sheria inakuruhusu kuwa muue yule wa bodaboda mmoja ili watatu wanusurike. Wanasema wengi wape. Sasa hapa kuwa mmoja si halali, ni dhambi. Sawa? Na kuwanusurisha hawa wawili watatu sio wajibu, lakini sheria imekutaka. Sasa ikibainika kuwa umemuua yule bodaboda kwa kuwanusuru hawa, hakuna mushkeli, utafanyiwa adhabu si ya kisasi. Adhabu utakayofanywa inaitwa taaziri na kadhi, na wala hautauliwa kwa sababu umemuua bodaboda. Lakini ikibainika kumbe umemkwepa yule ili mnusurike nyinyi, afu baba kaja kafa, kumbe lengo lako la kutaka baba afanye nini? Afe ili tuuze nyumba. Ikibainika hivyo, pamoja kwa umemkwepa yule kuwanusurawa, kaja baba kafa, kwa lengo lako lilikuwa hilo, hautaingia kwenye mirathi na utanyimwa mirathi, hautamrithi baba yako. Lakini ikibainika kama nilivyosema kuwa umemkwepa yule, lakini pamoja na kukwepa ama umemgonga yule ili kuwanusurawa, pamoja na kumgonga na baba kafa ili wanusurike, hautaingia moja kwa moja mpaka uchunguzi utakapofanyika. Ndani ya uchunguzi na kugundua kuna mambo mangapi? Nimesema manane. Ili akibainika hayo, wewe unatoka katika hilo.
iliwahi kutokea Shinyanga, nadhani ilitokea hivyo kwenye kukwepa mtoto kamuua baba, yani kafa baba kwenye ajali kama hivi. Kama swali lako, hukumu ilitoka kuwa haruhusi mtoto kumrithi, lakini walikosea, na ninasema na kwenye media, huwezi kumhukumu direct mtoto kumnyima mirathi mpaka ibainike kwenye uchunguzi kuwa huyu hakuhusika kumuua baba ama amehusika. Ikiwa amehusika, moja kwa moja automatically anaondoka kwenye mirathi. Lakini ikiwa kuhusika, kama anakwepa, Amadi kagonga mti ikaja baba kaumia mguu mpaka kafa, hato nyuma mirathi, kwa sababu lengo lake si la kumuua baba yake, ni ya kutaka kumnusuru, lakini ndo gari imepinduka. Moja kwa moja hatutamnyima mirathi. Nadhani imeeleweka vizuri. Katika swali la pili la kuwa Mtume wakati ameenda kule kuwazuru mama yake alikuwa na nani, picha ya haraka haraka inanijia, sina kumbukumbu ya kuwa alikuwa na nani na kulikuwa na nini, lakini alikwenda na alilia sana pale kwa mama yake. Lakini mwisho wa siku kuna khilafu kwa wanavyoni, kuna maelezo mengi sana, lakini mara nyingi huwa sipendi sana kuzungumzia kifo cha mama yake Mtume, lakini pia hata cha baba yake Mtume Mzee Abdallah sipendi kuzungumzia sana, kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu huwa wanasema kuwa huyu madhali kafa kabla ya nini, basi kafiri hivi na vile. Sasa ni vitu ambavyo havimati wala havijengi. Katukuzwa sana yule mama pamoja na yule mzee, na haingizwi katika hili, lakini insha Allah Mungu akipenda Ijumaa nikija nitakuja na jibu lako, nitaenda kuangalia alikuwa na nani na ilikuwa imetokea nini, nitakuja na jibu sahihi inshallah. Swali la mwisho. Shauliza. Muuliza mawili. Mwingine sio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shehe, naomba niulize swali. Swali lipo kama ifuatavyo. Tunaambiwa mhutubu anaposimama kwenye membari akianza kutoa hutuba, basi tusizungumze chochote, tukae kumsikiliza yeye. Je, mimi nimeingia nimemkuta mhutubu anatoa hutuba, nikaswali rakaa mbili. Je, kwanza hapa hii sahihi, naruhusiwa? Pili, hapo hapo kuna zikri za kufanya kumwomba Mwenyezi Mungu na zikri nyingine wakati mhutubu anaendelea. Je, hapa na kwa nipo katika upande gani? Naam, tukianza na swali la kwanza la kuwa tuna hadithi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam inasema, idha sa'ida al-khatibu ala al-mimbari fala yatakallam ahadukum, akishapanda khatibu katika mimbari asizungumze mmoja wenu, na atakayezungumza atakuwa amefanya upuzi, na aliyefanya upuzi hana Ijumaa. Yeye ameingia akaswali raka mbili. Je, hili likoje? Swali lake la kwanza, si ndio hivyo mwalimu? Kwa kuswali raka mbili ikiwa khatibu ana hutubu. Swala hili lina khilafu kwa wanazuoni, lina khilafu kwa wanavyuoni. Wapo wanaosema khatibu akishapanda katika mimbari, basi ukiingia we msikitini usifanye chochote, kaa msikilize khatibu. Wapo wanaosema hapana, ukiingia swali raka mbili alafu kasikiliza hutuba. Kwa nini? Wakati Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana hutubu kwenye mimbari, akaingia mtu. Alipoingia mtu kafika kakaa. Alipokaa Mtume akamwambia simama uswali. Simama uswali. Yule bwana akasimama akaswali raka hizo mbili. Aliambiwa na nani yule bwana? Kaambiwa na nani? Sallallahu alayhi wasallam. Sasa basi, kama kaambiwa na Mtume simama uswali, mantiki yake nini? Swali linakuja, asiye swali anapata dhambi? Kwa nini Mtume mwambie simama uswali? Kuna nini? Maana alikuwa anahimiza ili atekeleze ile ibada. Lakini cha pili katika hili,
na wanazuoni wakachukua hapo, wakasema kama hakuna sunna, huyu aliambiwa asali alikuwa na swali nini? Je, ni qablia katika siku ya Ijumaa ama ni tahiyatul masjid, ukiingia lazima uswali raka 2 kusalimia msikiti? Sasa kama ni qablia, je, Ijumaa ina qablia? Wakasema haina. Kama haina qablia Ijumaa, hizi alizoambiwa aswali ni nini? Hapa ndio mgogoro ukaanza. Wakasema hizi ni tahiyatu almasjidi, kusalimia msikiti, na wala sio tahiyatu, wala sio qablia ya siku ya Ijumaa, kwa sababu Ijumaa haina qablia. Wapo walisema hapana, ni qablia, kwa sababu kuswali raka 2 za sunna. Ama tahiyatul masjidi sio lazima paka mtume mwambie simama uswali, na akiwa anahutubu, hii itakuwa ni qablia, na hii inaingia katika rawatib, katika zile zilizokokotezwa. Kwa kuswali raka 2 kabla ya Ijumaa inapendeza na ni sunnatu muakkad. Wapo waliosema hivi kwa hili kilichotokea hapa. Lakini pia ilikuwa siku moja akafika mtu kakaa hakuswali, wameswali wamemaliza, mtume akasema kuna mtu hajaswali Ijumaa na sisi. Hajaswali Ijumaa na sisi. Hajaswali Ijumaa vipi wakati imemeza kutuba watu wameswali? Akaja akategua mtego kwa sababu alikuja akakaa kuswali hizo raka hizo ambazo tunaziulizia. Sasa sosi inakuja, inatakiwa wewe uwai mapema uziswali kabla hatibu hajafanya nini? Hajapanda. Uyane kuja baada ya khatibu akae ili asishawishi khatibu awe anasikiza nini? Hotuba. Ala kuli hali kuna gogoro katika hili. Wapo wanaosema ukija ukae, kwa sababu hakuna sunna ya qablia kwenye Ijumaa, na hiyo ni tahiyatul masjidi, sio lazima paka uswali. Wapo walisema hapana, ipo, kwa sababu huyu aliambiwa na mtume simama uswali. Maoni yangu ni vizuri ukaswali hizo raka 2 alafu ukatulia. Maoni yangu, tumefahamiana vizuri. Lakini pia ni vizuri hata kama utaamua kukaa ukamsikiliza khatibu, lakini kwenye kufanya ni bora zaidi. Kwa sababu gani? Anayefanya anakosa anapata, hata kama itakuwa moja hujakosa, umefanya nini? Umepata kuliko kukosa kabisa. Cha umuhimu na cha msingi, tujitahidi tukufika mapema msikitini ili haya yaishe mpaka khatibu akipanda mambo yamefanya nini? Yameisha. Si tunafahamiana vizuri waisi? Swali la pili lilikuwa kwenye kuleta dhikri na mambo mengine wakati khatibu anahutubu. Ukishamaliza yale uruhusiwi kufanya jambo lingine lolote. Wewe msikilize khatibu anachozungumza. Ana ujumbe gani leo khatibu anatuletea kuja kutuambia? Sasa wewe kaa msikilize. Si tunafahamiana vizuri? Dhikri yako iwe na khatibu, wala dhikri yako isiwe nje ya khatibu. Si tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo ni vizuri ukakaa unamsikiliza khatibu kuliko kuyafanya mengine yote baada ya lile. Dhikri zako zielekee kwa khatibu kusikiliza, ili ukitoka na wewe ni balozi wa kuwafikishia wengine. Kwa leo hutuba ilizungumzia 1, 2, 3, na niseme hapa kishaisha mtaojiwa mmoja, vipi hutuba ya leo, kila mmoja atoe maoni yake hapa na anakurekodi. Naam, ndio swali la mwisho. Tumesema kuna bado moja. Mimi swali langu nauliza, nauliza swali langu kutokana na siku ya Idi. Siku ya Idi ikikutana na siku ya Ijumaa, je, inakuwaje? Tutaswali zote siku ya Ijumaa na Idi au tutaswali vipi? Naam, katika swala la Idi na Ijumaa vimekutana pamoja. Kwa hiyo inakuwa kuwaje? Tuswali Idi, tuswali na Ijumaa, ama kisha swali Idi Ijumaa ni si swali, ama hivi? Kwa kifupi tu, Idi inapokutana na Ijumaa, ukisha swali ile Idi, wewe utaswali dhuhuri. Sio lazima. Ukiswali Ijumaa ni vizuri zaidi,
Eti sio kwa maana ukiswali Idi ukienda kuswali Jumaa itakuwa utapata dhambi. Yaani una option hiyo. Kwa kona mimi swali Idi na Jumaa, basi sio usiswali kabisa. Maana kuna wengine wanasema usiswali kabisa. Si Idi na Jumaa leo. Unaswali Idi tu mashehe wanasema. Akisha swali Idi anapiga katafunua. Lazima uswali. Kwa hiyo ule Ijumaa ile kwako ndio inadondoka inakwenda kwenye dhuhuri. Unaswali dhuhuri raka hizo. Sio usiswali kabisa. Si tumeelewana vizuri? Sio usiswali kabisa, unaswali dhuhuri. Na ikiwa utaswali Idi na ukaamua kuswali Ijumaa, basi ni vizuri zaidi kwa sababu upotezi bali unavuna. Na haya yalifanyika zama hizo kwa sababu maswahaba walikuwa wanatoka mbali kuja kuswali Idi. Kuna mtume alipokuwa anatoka mbali kipande, kwa mfano tuseme karibu kama hapa na Mbagala, ambao hata nadhani zamani hapa na Mbagala utakwenda kwa miguu, kweli si kweli? Lakini sasa hivi sio kama kuna mtu atakwenda kwa miguu. Hapo juu tu. Boda iko wapi? Boda pale buku, mimi na buku twende. Hivyo tushalemaa hivyo sasa hivi. Ni boda kwenda mbele. Bajaji hapo twende mbele hivyo. Lakini watu kwa wanatembea hapa na mashallah watu walikuwa na afya nzuri kwa sababu mili ilikuwa inachangamka. Leo hii maradhi mengi hatuna cha kushughulisha mwili. Raha kwa kwenda mbele. Tena mwingine akikaa kwenye hiyo gari na kusinzia mpaka kituo anapitishwa. Anaamshwa mzee. Nishafika. Sasa hebu fikiria mtu anayetoka Mbagala kuja kuswali Idi huku, alafu arudi tena aje Ijumaa kuswali Ijumaa. Kwa hiyo akapewa favor. Inapokutana na Ijumaa una option ya kuswali dhuhuri tu huko, kwa sababu msikiti walikuwa wakikutana kuswali Ijumaa ulikuwa ni huo. Kwa mfano hapa ndo awe mtume ambaye anaswali hapa Ijumaa. Hivi maeneo haya kutakuwa na msikiti mwingine tena na swali Ijumaa wako eti washindane na mtume kule wa swali Ijumaa na uko swali Ijumaa, itaingia akilini? Ni sehemu hiyo moja. Sasa ilikuwa pale ndo anaswali. Sasa watu wanatoka kule wanakuja hapa na utaniambia nini kule enda kuswali na mtume alafu nje kuswali kwako Mbugila. Itakuwa sio. Hizi swala za kawaida alikuwa anaswali, alikuwa anaswalisha wakina Muadhi walikuwa ndio maimamu huko. Mpaka alifikia mahala kule Muadhi alikuwa akiswalisha anasoma sura ndefu. Watu wakalalamika. Malalamiko yakamfikia mtume, akamwambia ya Muadh, aturidu an takuna fatana? Muadh anataka kuwa mfitinishaji. Muadh anashtuka, mfitinishaji vipi? Kipiga baka anataka umalize yote. Wakati kuna wazee ile kusimama dakika 20 tu tayari anaona ana tatizo la mikojo ile. Na kuna mwingine mguu unatikisika. Sasa hivi sio wazee tu pekee, hata vijana sasa hivi. Akisimama anaona kero. Yaani hawawezi vijana. Wewe angalia sasa hivi vijana wengi wameegemea ukuta. Ukimkuta mtu amekaa na agamia hivi ukuta, unajua ana matatizo ya afya. Tayari uti wake wa mguu. Hiyo kweli automatically. Hilo nawaambia ukweli kabisa. Kama muamini nenda kafanye check up ya mwili wako. Wallahi wa billahi utaambiwa. Kuna ile 30 tunaenda wale jamaa 30 mwili mzima. Sikiliza bala lake. Taambia uti wako wa mgongo ushaanza hivi, ushaanza hivi. Yaani dakika 5 huwezi kuvumilia mpaka ufanye hivi. Ndio unaona raha. Hii ndo unaondoka tena hii safari. Una miaka yako 40 tayari unaanza kuikimbiza 50 wakati bado, kwa sababu huwezi kuhimili na kuvumilia. Kwa sababu mambo mengi. Sasa wale kwa wanatoka wanakuja kwa kaambia si mtabaki huko nye mswali dhuhuri. Kwa mtu akiona hapana, basi wapo walikuwa wanaondoka pamoja kwa kaja kuswali Idi huku. Anarudi kule, alafu baadaye anakuja tena Ijumaa anakuja anaswali. Yule anayetumia favor anabaki anaswali kule dhuhuri. Sio, nimeeleweka vizuri? Kwa hiyo ukiswali hakuna mushkeli, lakini sio usiswali kabisa. Badala yake ni kuswali adhuhuri. Nadhani nimeeleweka vizuri Manne hajafika. Huku kuna mkono. Hebu kata kidogo. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, mimi nahitaji nikuulize maswali mawili. Swali la kwanza nahitaji nijue hawa kina mama ambao wanaolewa matala kuanzia wanawake wanne. Je, akina baba sisi tunao wanawake wale wanne, wengi asilimia kubwa wengi wanalalamika hatuwatendei haki wote wanne. Kwa hiyo je, matatizo yake au hukumu yake ambayo ya mwanaume ambao unaokosa kumtendea haki mke wako na wakati umemwoa mwenyewe kwa furaha na amani, je,
nahitaji nijue hukumu yake na kwa nini ambao utapomtendea makosa mke wako kwa swala la kukosa kumtendea haki. Hilo la kwanza. Swali ile pili nilikopo nahitaji nijue, wengi wanaume tunaoa lakini wake zetu wengine wanaondoka taraka hawachukui. Sawa mali. Kwa hiyo je, wale ambao wanaondoka taraka hawachukui, pale mkosa anakuwa ni mwanaume au ni mwanamke ambaye anakosa kuchukua taraka anaondoka kwao pasipokuwa na taraka, alafu anasema ndo mshaachana hivyo? Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kwa haraka tusichoshane kwa sababu bado nina kipindi kingine cha kwenda kurekodi. Kazi ipo tu. Kuna kuulizia maswali haija huko. Swali la kwanza, kwa wale anaoa wanawake 4 au 3 alafu watendei haki, hukumu yake ikoje? Ni madhambi makubwa sana. Ni madhambi makubwa sana. Na haya ndio matatizo yetu. Wengine wanaoa kwa tamaa, wengine wanaoa ili wapate kuwakomoa. Wewe ushajiona uwezi, pengine una wawili lakini umemwona tuongeze, Mungu analeta, unaongeza, Mungu analeta. Hakuna kitu kama hicho. Tena tunaongopeana, tunasema hivi, kuna hadithi bwana, yule mmoja alikuwa ameambiwa ameoa mke wa pili, maisha yakawa magumu, kaambia ongeza watatu, akamwambia ongeza ni mambo yakafunguka. Uongo, hakuna hadithi hiyo. Hiyo hadithi haipo, ni hadithi ya kutaka tu watu watese watoto wa watu. Nenda kwa uwezo wako. Ikiwa mmoja, baki kwenye mmoja. Ikiwa wawili unaweza, baki kwenye wawili. Sio kile unayemuona basi unakusanya unaweka alafu hakuna kinachoendelea. Ni kumtesa na ni dhambi kabisa. Tena ungeuliza swali la kwanza ingekuwa hili, ningetembea sana hapa kwa sababu tuishachoka na nini. Ningetembea sana hapa. Ni makosa makubwa. Tena inafika mahala, tukirudi na swali lako la pili, yule anayeondoka bila talaka, mwingine anaondoka kwa sababu ya mateso. Nitawapeni mfano hai. Kuna mmoja jamaa huko, ndugu yetu, mke wa kwanza aliyemuoa kwa mateso kaamua kuondoka, talaka kwa mbinde. Ndugu wakaingilia kati. Yaani yule bibi anaambiwa mafuta asipake, nywele asizitengenezane, utakuwa mshenzi na nini hivyo. Yule bibi anakwenda kupakia mafuta chooni, anavizia, anapaka mafuta. Sasa mimi najiuliza, wewe ulivyompenda huyu na kumuoa, si alikuwa anapendeza? Sasa unamfuja afu muonekane mbaya ndio kaongeze mwingine, usemesha kwa zee tena ile ukaongeze mwingine, kwa sababu wewe mwenyewe ndio unamharibu na kumfuja. Ni makosa. Hakuna Uislamu unayekataza mwanamke asiupale. Kwa nini wanao tunaona mitani wazuri? Kwa sababu wake zetu tunawafuja. Na tukishawafuja hata kutembea nao, wewe pita kule, mimi tutakutana kule. Mwanzo ilikuwa mnatembea kila hapa, umemwona bwana mke wangu mashaallah. Kasha nini? Bwana mimi naenda, wewe baki tu, mimi nitaleta. Hautaki hata watu wamjue, tunawaharibu. Yule bwana alichokuwa kikiacha shilingi 500. Hii 500. Hebu tutathmini kweli 500 kuna utanunua nini? Na watoto wao. Mwanamke kashindwa, kachoka, kaongea mpaka misimamo ya kipumbavu ya dini. Watu wanaibeba dini kuwaumiza watu, kumbe dini haizungumzi hivyo. Mwanamke akaamua kuondoka, sababu bora talaka ifanye nini watu. Watu wakasimama imara, talaka ikatoka. Akaenda huko mbali kwa binti mwingine. Yule binti aliingia pale kwa mdogo, maskini binti alijuta. Kwa nini kaingia moto? Nje, shekilia nje, ukimwona wallahi mashallah ni shekhe mzuri. Hizi ndevu zangu ndogo hizi. Yaani ukimwona sasa huyu hapa ukikaa mashallah dini kwa hamna lolote katika dini. Dikteta, ushenzi na nini. Kibaya zaidi sasa hivi ninavyoongea kaenda kuharibu ndoa ya mtu. Kaiharibu vipi? Kuna sehemu wakina mama wanaenda kusoma madarasa. Yule bwana akawa anaenda pale kama kusaidia somesha. Hicho anachokijua 1 2 3. Wakina mama kuuliza maswali kama hivi. Akawa anaelezea matatizo anayepata kwa mume wake huyo mwana mama. Kwa bwana, mume wangu mimi 1300 2000. Yule bwana huyo hafai, kwanza kafiri. Wakati yeye akumbuka alikuwa anaacha shilingi 500 na nini, ndio maisha yake hayo. Siku moja kwa macho yangu wameenda kunywa chai pale hotelini. Mtoto wake kamfuata, baba
njaa inauma. Chukueni mandazi mawili nendeni huko. Nishamwachia mama yako marage robo kule na nini, mtaenda ndoko. Yeye pale chapati 3 marage. Nilisikitika sana. Kasema duniani kuna watu hawa ndio wanaochafua Uislamu. Mtoto wake mwenyewe. Mtoto aondoka peka mandazi hayo. Mtoto ana miaka 4 5. Mtoto ana miaka 4 5 na mandazi mawili anashiba. Yaani inauma sana. Yule mama kuelezea ile matatizo akamwambia huyu hafai na akupe talaka. Ndio hukumu yake aliyotoa kwenye alivyolipa swali mama kwenye darasa kama. Yule mama akili zake hazina akili, kalibeba kaenda kuanzisha ugomvi na mume wake, wewe hafai na nini tesa, talaka yangu nataka. Imeenda kwenye usuluhisho. Tatizo imeenda kwenye usuluhisho kwa watu wake wale wa huyu jamaa. Maelezo akasema bana, mume anaweza huyu anadai talaka kwa nini? Tatizo nini? Basi nimechoka matatizo, nimeshindwa kuvumilia, nipe talaka. Mume kainama mezani watoto. Yule ndio anatamba pale, basi isiwe tabu. Isiwe tabu. Nunua talaka. Mimi sitaki kukuacha sababu mke wangu bado nakupenda, naishi wewe unataka basi. Maana si ndio khuluyo kujivua. Yule karudi, yule bando katafuta ile alikozipata kampa kaenda kajivua kule. Baada ya wiki kaoa yeye. Hivi tunavyoongea naye. Yule mwingine aliyempata kumwachia ngapi na huyu kaingia. Sasa mimi nikasema wanawake si nini. Yaani kaluka mkojo kaenda ukanyaga pale alipoingia anaona ndo kaenda kwenye ahueni, lakini ndo mpaka sasa hivi anajuta, nakumbuka hata ile 3000. Hapa sasa ngoma buku jelo alafu wakwao. Kwa hiyo ni ushenzi wala anapata dhambi vibaya sana. Dini nakwambia unapotaka kuwa kwanza katika haki hizo uweze kumlisha, kumvisha na vitu vingine. Ibaki ile ihsani. Leo sina kikubwa, mke wangu na 2000 3000 4000 mnakwenda kwa lugha, mtafika tu. Naye mwenyewe anaona siku kimepatikana, aone kweli kimepatikana. Kama mjakulaga kuku hata miaka wallahi humu, tuseme ukweli, inawezekana hata miezi 100 hatujakula kuku nyumbani, hajachinjwa kuku. Tunabaki tunataka kwanza kupigana ile nyama itakayokuja ile ya hija ile. Sasa siku Mungu kakupa kanunua hata ile brela wa 7,000. Sio mtu anaona tu akipita kwenye chips zile kuku wazuri tu, hata simone. Tubadilike, ni makosa. Tunaongea hivi na media ipeleke mbali kwa watu wajue. Tubaki basi kwenye huyo. Basi tukuta sifa tu wanawake 3 ule. Kawaulize sikia cha moto anachokipata hapa. Kwa ni makosa, ni dhambi kubwa. Ikiwa kwenye swala la unyumba hii ni mada nyingine, lakini kwenye hizi haki za msingi kwake wengi wanafeli, lakini sifa na haki wawili, haki 3 ni madhambi makubwa. Swali la pili la kuhusu aliondoka bila talaka. Wanaume na mimi nikiwemo na mashehe, yawezekana kweli kaondoka, basi wakae watu wazungumze. Ikiwa paka mtu anaondoka, hebu ujiulize kuna nini? Ikiwa too much, basi mpe talaka yake. Lakini mimi najua kuacha sijui. Atanikoma yule. Atahangaika, mimi simpi talaka yake. Kweli kama ameenda akaolewa huko bila talaka hii, kule ndoa hakuna, nazini mpaka talaka itoke huko. Lakini maskini ya Mungu akina mama wengi hawajui option yao. Option yao ni moja ya kujivua. Hiyo ni haki yao na tunaongea. Pale mambo yamezidi, jivue. Basi. Sasa wewe utaki, unataka mbele ya kadhi, anajivua, wewe baki wewe unajiona ndio kila kitu. Hapo wanaume hatuna ujanja hapo kuji. Sema tu balali nakuja sasa hivi, hii mambo ya kuwa milioni 2 milioni ngapi ikifika kwenye kujivua hapo kasheshe palefu pale. Sijui kama zinaweza kurudi. Lakini ile ya zamani ile sijui kama 300,000 ilikuwa inafika, sijui. Shahmad ilifika huko wewe? Haikufika. Kwa hiyo ukisema tujivue tu akaingiza huku, kweli mke wangu ndo anaondoka huyo. Tubadilike. Kwa kama ataondoka bila talaka akaenda huko, nani atakuwa nazini? Lakini kikubwa tujenge na tukae tuangalie tatizo nini, na sisi tunapokwenda kwanza tuangalie hawa tunawaendea. Tusiangalie mguu, kiuno, kichwa na nini. Katika mambo manne uzuri umo, mali ipo, nasabu ipo na dini. Mtume akaimiza nini? Dini. Sasa dini isiwe kule tu, na wewe mwenyewe. Mwanaume ana sifa 2 za kuoa.
ya kwanza tabia na dini. Sasa inawezekana una dini lakini ndani ya dini yako ndio tabia imejifichia umo mbaya kuliko maelezo. Lakini nje ana dini mashallah, lakini tabia mbaya kama unakaa hapo unajaza choo, ndio wewe mwenye dini wewe. Tena mwenye dini ndio ogopa sana. Si tunazo taarifa nyingi. Sijui nimeeleweka vizuri. Kwa ni makosa. Swali la mwisho shekhe, tuondoke, naona tumesema. Nimechoka kweli kweli. Mimi hili sio swali shehe. Mimi kitu ambayo nilikuwa nataka kuulizia ili tupate kufahamu vizuri tu. Issue ambayo inapokuja kwenye Eid al-Adha ambao tunasema Eid ya kuchinja. Sasa hivi ukija kuangalia taasisi nyingi ambazo zinaingia kwenye masuala ya kuchinja. Leo watu wanapoenda kuchinja kwenye vile viwanja vya kuchinja, unakuta kwamba mtu kumchinja yule mnyama anakuwa na majina labda ya watu waliofariki, labda ni fulani na fulani, huyu mnyama anachinjwa. Yule mwingine anakuja anataja majina haya, anachinjwa. Sasa mwisho wa siku kwa sisi Waislamu tu ukifika mitaani tena wanasema tunakula hizo nyama za matambiko bwana. Sasa ndo vitu ambavyo kwa nataka kujua. Na kingine tena kwenye hilo swala la ibada ya kuchinja tena, nasema kabla ya kuja kuchinja mtu haruhusiwi kuja kuanza kukata sijui kucha, sijui nywele, vitu vile ambavyo ndo nilikuwa nataka kujua shehe. Naam, katika swala hili kwa haraka make muda unao, kuchinja kwa kutaja majina hilo halipo. Kuchinja kwa kutaja majina hilo halipo. Wewe umeambiwa achinje. Haya, mzee Ibrahimu wakati anachinja kule alimtaja nani na nani waliokufa? Waislamu. Alitaja kule mzee Ibrahim. Kwa hiyo tusiingize majambo kufanya ibada huu, hapana. Ni kuchinja kwa lengo la kuchinja, unagawa, lakini si kutaja fulani fulani. Ndio maana anakuja haya kusema ni shiriki, kwa sababu unaingiza majina. Maana unakuwa unamchinjia fulani. Mwenyezi Mungu anasema wama uhilla li ghairi llah, kile kilichochinjwa kikatajwa jina si la Mungu ni haramu kuliwa. Sasa tusichinje kwa kutaja majina ya watu, tuchinje kwa lengo la kuchinja kama ibada. Ile damu inaomwagika ni kafara, kama aliyotoa mzee Ibrahim, badali ya kumchinja mwanawe akaja akapewa ile kondoo akamchinja. Na sisi tuchinje ili tufanye mambo yetu. Kikubwa unachinja ni kupiga tu bismillah na kuwa Mungu aitekeleze ibada yako hiyo ili iende sanjari sambamba na vile Mwenyezi Mungu anavyotaka. La pili katika swala la basi ile kusema kukata kucha na nini na kunyoa na nini, kwa yule ambaye anakwenda kuazimia kuchinja, yule ambaye Mungu amemjalia kuchinja, basi asikate kucha wala asinyoe nywele, yule ambaye Mungu anamjalia kuchinja. Tena kuanzia kwenye hizi siku hizi 10, na nilighafilika kulisema hapo na nalisema, unaacha kucha zako, unaacha nywele zako, unakuja kufanya mwisho kwenye kuchinja pendo, unakuja kuyafanya nayo kama inavyofanyika ile ibada ya kuchinja kule. Kuna kupunguza kichwa, sawa, na eti kupunguza kichwa sifu, kunyoa nywele au kupunguza, sawa. Ukiyafanya yale siku ya mwisho kule kwenye kuchinja, ndio unakuja unayafanya hayo, afu unachinja. Na huku vile vile kwa aliazimia kuchinja, Mungu kakujalia kuchinja mbuzi, kondoo, ng'ombe na kadhalika, hivyo vitu unaviacha mpaka siku ile ya mwisho ya kuchinja, unakuja unafanya nini? Unavitoa na unaonyoa, unapunguza kwenda sanjari na kule. Si imeeleweka vizuri? Hilo halina mushkeli kwa aliazimia kufanya nini? Kuchinja. Lakini yule ambaye hayumo anaweza akayafanya, hakuna mushkeli yote, kwa sababu wewe ukusudi kufanya nini? Kuchinja. Kwa unaweza ukakata kucha na unaweza ukanyoa nywele. Lakini kwa ambaye Mungu kamjalia kuchinja, haya asiyafanye kwa siku hizi mpaka atakapokuja kufanya ibada hii, ndio anakuja na malizia nyoa na kukata kucha. Na kwa kuongezea hapo, nadhani nitakuja kuongea siku ya Idul Fitri na Eid al-Adha. Eid al-Adha, yule anayekwenda kuswali swala hii ya Idi, siku ile ya Idi haruhusiwi kula kitu. Ni sunna kukaa bila kula mpaka utakapotoka msikitini, ndio unakula kama tende na maji unakunywa.
lakini ile Idi iliyopita ni sunna, ukienda lazima ule hata kitu fulani, kwa sababu ni Idi ya kula kifungua kinywa. Hii ni Eid al-Adha ya kuchinja. Kwa hiyo unakwenda mpaka ukimaliza kutoka pale ndio unakuja unafanya nini? Unakula, unakunywa. Nadhani nimeeleweka vizuri inshallah. Tuishi hapa, wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.